Ujumbezaji ameandika, Kristo tumaini letu. Je, ni sawa kwa Mkristo kujiandalia mahali pa kuzikiwa, yani kaburi, na kulijengea huku akiwa bado yupo hai? Anaitwa Lazaro Emmanuel. Kama haogopi kifo, basi jiandalie tu, utakuwa umepunguza hadha kwa wengine. Kwa mfano maaskofu pale kanisa kuu palikuwa makaburi matatu. Ndio. Yani walipomaliza kujenga kanisa lile wakati ya makaburi matatu. Lile kanisa la Mwanza lile wanaolijenga lile ambiwa na Askofu Ruwaichi, sasa yuko Askofu Mkuu Nkwande. Lina makaburi nadhani kama 9 au 10 hivi. Pamoja yameandaliwa tayari. Nilipomwona Askofu Ruwaichi kasema nitazikwa hapa. Bahati mbaya sasa hawezi kuzikwa hapa, atazikwa huko Dar es Salaam. Pugu. Endapo no, kanisa kuu pale Dar es Salaam. Nadhani kuna wengine tayari kutazikwa mle, wengine naye kazikwa mle. Basi hivyo tayari maaskofu wanakuwa makaburi. Pale kanisa kuu la Bukoba kuna makaburi matatu, mawili yameshajazwa. Mmoja na Kaina Rugambo amejaza, mwingine Askofu Nesoi amejaza, mbaki moja. Na tuko maaskofu wawili. Sasa atakayekufa kwanza anajaza hiyo kaburi. Basi hivyo kutengeneza kaburi sio dhambi. Na wengine wamekuja na dhana na kwenda mbali kabisa, wanasema kufanya hivyo ni kujiandalia au kujiwekea uchuro. Uchuro kwa vipi? Uchuro, yani wanajenga fikra kwamba ni mila potofu. Kwamba utakufa mapema. Hata haufi, tunakwambia wamejiandaa makaburi alafu akuzikwa mwe wamekwenda mahali pengine. Naam. Hivyo hapana, hamna. Ila kinakusaidia kila unapoliona sema nitakwenda kule, ngoja nijitayarishe. Ndio. Wewe likakusaidia katika kujitayarisha, kwa sababu ukijua kwamba mwisho unaishia katika tundu lile pale. Mmoja alikuwa anamwambia mmoja wa mfanyakazi wenzetu hapa, akasema tunapojiandalia maisha ya kufa, endapo ikitokea Mwenyezi Mungu amekuita katika ufalme wake, inabidi utuachie kabisa na pesa ya nauli ya kukusafirisha ili uandae kabisa mazingira. Siku hizi kuna hata na bima ya mazishi. Unakata bima ya mazishi, yani hata kule Ulaya ni gari kweli. Anakata bima ya mazishi ili kusudi ya kifa watu wasihangaike kuchangishana. Kweli kabisa. Kule Marekani kwa mfano, wamekata bima ya kurudishwa nyumbani, wanachama. Ili ukifa waweze kurudisha nyumbani. Sio hata kuchanga, jamani changa. Pesa zipo kwenye bima, basi unarudishwa nyumbani, unakuja kuzikwa nyumbani na gharama zote zile za kuzika. Hivyo inakuwa namna hiyo. Nakumbuka palikuwepo mtu mmoja alikuwa ametengeneza jeneza ndio akalozikwa. Na mara moja alikuwa analala mle ndani, anaanza kutafakari juu ya kifo. Kwa namna tena alikuwa karibu mtakatifu hiyo.